lakini neno la Bwana litabaki. Ninaongea hivyo nikingoja waimbaji. Kila kitu kitapita, lakini neno la Bwana litabaki. Mimi kuna swali ambayo sitaipata majibu. Ikiwa umeamini mshumaa, ikiwa unaamini mshumaa ya kwamba bila mshumaa huwezi abudu Mungu, alafu kampuni ya kutengeneza mshumaa ifungwe, utakuwa aje? Inamaanisha Mungu wako atakuwa amefika mwisho. Kampuni ya kutengeneza mafuta ya upako wamekosa kulipa serikali ya Kenya ushuru. Sasa wanaambiwa wafunge hiyo biashara. Na wewe ulikuwa umetegemea mafuta ya upako. Inamaanisha ibada yako na wokovu wako imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kwamba tuamini katika neno. Haleluya. Ijapokuwa Mungu anaweza tumia kitambaa wakati kama huu, lakini haimaanisha kwamba tuanze kutembea na kitambaa kila wakati. Tuweke vitambaa na maji katika madhabahu. Ukienda unaenda kuinamia mafuta na vitambaa. Hapana. Amini katika neno. Wakati neno itakupatia ufunuo ya kwamba leo sasa tumia hii kijiti kwa ajili ya ukombozi. Unapoitumia leo, hiyo ni miujiza ya leo. Usiweke kijiti kwa mfuko. Watu walirogwa wapendwa. Watu walirogwa na nguvu za kutoka kuzimu, na wanajiita majina mazuri na majina makubwa. Siku hizi wanajitangaza kila mahali ya kwamba nabii mkubwa mwenye nguvu. Nenda ukaweza kushuhudia miujiza yako, kwa sababu kuna mtu ambaye ni fake miracle. Ukaona watu wanatumia fire. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie jambo moja. Kwa kupitia katika neno la Mungu, ukombozi unaweza fanyika hata ukiwa peke yako kwa nyumba yako. Si lazima mchungaji akuje kwako akuombe. Utakapoamini hili neno na ili nguvu ikaweze kuingia ndani mwako, utakuwa unashuhudia miujiza hata ukiwa peke yako kwa nyumba yako. Mtu ambaye ana neno ndani mwake ndiye mtu yule ambaye hata mtoto akiwa mgonjwa asubiwa chungaji na simu usiku. Mchungaji, ombea mtoto wangu. Ananyongwa na mapepo. Na unasema umeokoka uko na miaka 15 kwa wokovu. Hiyo wokovu yako inakusaidia nini? Bwana Yesu asifiwe. Tuache kupoteza watu. Tulee watu katika msingi wa neno. Hapa kuna watu ambao wameokoka, kila Jumapili wako kanisani, lakini hata akiingia kwa nyumba ya mtu hawezi ataomba. Hana hata nguvu ya kuomba. Hata kunena tu jambo moja hawezi. Mtu ameokoka hapa miaka 10, mstari moja Biblia hajui, amekataa neno, lakini anasema ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutoke katika upumbavu. Tutoke katika kujifanya. Turudi katika njia inayofaa ili tuweze kuabudu Mungu katika njia ambayo inatakikana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini ya kwamba hiyo ujumbe imekuwa ya baraka katika maisha yenu na imetengeneza mtu. Kwa hivyo nataka nikaribishe waimbaji katika session nyingine, lakini hao watu ambao wamekaa huku watoke huku. The way I said, na waalika tafadhali wapendwa, ili tukaweza kukaa mahali ambapo panafaa. Tuabudu Bwana katika njia ambayo inastahili. Hatuwezi abudu Bwana tukikaa kwa starehe hivi.